Ulikuwa ni usiku ambao umeweka historia kwenye maisha ya vijana wadogo ambao wanasakata kabumbu katika taifa la Ufaransa, lakini pia Ujerumani imeweka historia ya kuwa moja kati ya taifa ambalo linavibeba sana vilabu ambavyo havijawahi kuchukua UEFA Champions League. Kwa mara ya kwanza wanapoenda kucheza fainali katika ardhi ya Ujerumani, imekuwa ni rafiki kwao. Utakumbuka miaka kadha wa kadha huko nyuma timu kadhaa zimewahi kufanya hivyo, na siku ya juzi imekuwa ni hivyo kwa upande wa Paris Saint-Germain, klabu ya PSG, ambao wameenda kucheza fainali yao ya kwanza ya kombe hili la UEFA Champions League kwa upande wa pale barani Ulaya. Lakini baada ya kufanya hivyo katika dimba la Allianz Arena, ilikuwa ni fainali ambayo haikuwa na utamu sana, lakini ilikuwa na furaha kwa mashabiki wengi wa soka ulimwenguni baada ya kuona wazee wanatandikwa goli za kutosha. Goli 5 kwenye fainali, hakuna aliyetarajia kuona vile, lakini imekuwa hivyo na si ngeni kwenye macho ya watu, kwa sababu hata fainali ya kombe la dunia 2018 Ufaransa dhidi ya Croatia ilikuwa hivyo hivyo, Croatia kitandikwa goli za kutosha. Kwa hiyo ni fainali za aina hiyo na ni chache sana kwenye ulimwengu huu, lakini vijana wa PSG wameonyesha na wamefanya hivyo katika dimba la Allianz Arena. Lakini wakati wanafanya hivyo, vijana hao kwa kocha wao ilikuwa ni tofauti sana. Alikuwa na furaha kubwa sana usoni, lakini simanzi kubwa moyoni kwa kile ambacho kilifanyika katika ardhi hiyo ya Ujerumani 2015 akiwa na klabu ya Barcelona, wakati anatoa taji hilo la klabu bingwa pale barani Ulaya na klabu hiyo ya Barcelona. Alikuwa na binti yake mdogo ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Sana. Binti huyu siku ya juzi, wakati baba yake anaenda kutoa taji hili kwa mara ya pili baada ya ile 2015, miaka 10 imepita toka yeye kutoa kombe lile, hakuwa pembezoni mwa baba yake kama ambavyo ilikuwa 2015 wakati alipotoa taji lile, na mtoto huyo kupiga picha nyingi sana na kuacha kumbukumbu ya picha tamu sana kwa baba yake. Ilikuwa tofauti. Ndio maana unamwona kocha huyu baada tu ya kuchukua taji hili, moja kwa moja alichukua t-shirt ambayo ilikuwa ni nyeusi, amechora picha ya kile ambacho kilitokea katika ardhi ile ile katika ardhi ile ile ya Ujerumani miaka takriban 10 iliyopita, 2015, akiwa na klabu ya Barcelona. Historia ambayo imeacha kumbukumbu kubwa sana kwenye maisha yake. Miaka takribani kama 4 mbele yake toka imetoka 2015, binti huyo aliyekuwa akifahamika kwa jina la Sana alitoweka duniani, kwa maana alifariki kwa kansa. Hivyo ndio maana imekuwa ni ukweli mchungu kwa baba yake, na baada ya mechi hii alizungumza na kusema taji hili amelibeba kwa ajili ya mwanae na analidedicate kwa mtoto wake, na naamini huko aliko ana furaha kubwa sana baada ya baba yake kuweza kutoa taji hilo la klabu bingwa pale barani Ulaya. Lakini si story hiyo tu, wakati akiendelea kufurahi alipiga picha nyingi na familia yake, lakini binti Sana hakuepo pembezoni mwa baba yake. Inaweza ikawa simanzi na kwako pia. Tumpe kongole kocha huyu, lakini pia tuendelee kuitaka nafsi hii ya Sana iendelee kupumzika kwa amani. Lakini wakati tunampa pongezi, tuwaambie wote ya kwamba kuna maisha baada ya hayo yote.